Bana, kama una moyo wa kusamehe basi inatakiwa ujifunze siku ya leo. Sasa nakuletea stori ya couple moja kutokea kule nchini Marekani ambayo ina trendi kweli kweli mjini TikTok kutokana na mfumo ambao wameuonesha ama namna ambavyo maisha yamewakutanisha na kuwabadilisha tena na kuwarudisha tena. Wanafahamika kwa jina la Zahara na Dino. Hao walikuwa na mahusiano kwa muda mrefu kwelikweli, na TikTok ndo sehemu ambayo imewapatia umaarufu kwa kiwango kikubwa kwelikweli. Moja ya tukio kubwa ambalo linaelezwa ni la mwaka jana baada ya Dino kuingia katika mgogoro kidogo na mpenzi wake na kisha kumpiga risasi. Sasa ile risasi ilikuwa imepita kidogo kwenye kichwa, kwa hiyo ikampelekea changamoto kubwa sana yule bidada Zahara kiasi kwamba cha kufanyiwa kabisa operation. Stori mzima ipo kama hivi hapa. Mwaka jana tarehe 4 mwezi wa 7 ilikuwa ni siku ambayo walikuwa kwenye gari, wenyewe wanasema alikuwa na drive, ukazuka mgogoro kidogo. Sasa ule mgogoro kiasi kwamba ukaweza kupelekea changamoto ya hata jamaa Dino kuchukua bunduki ama bastola ambayo ni ndogo na kufyatua kwa mpenzi wake, ikaenda kumparaza ama kumkwangua kidogo pembezoni mwa kichwa, lakini ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ni cha hatari kweli kweli. Hakuweza kupoteza uhai, lakini anaelezwa kuwa alizimia kidogo. Sasa jambo ambalo limewastajabisha hawa watu bana, wakagawana kwanza majengo ya serikali, mmoja akienda hospitali na mwingine akaelekea kule gerezani kwa zaidi ya miezi 7 na wiki moja, huku Zahara akidumu hospitali kiasi kwamba alifanyiwa mpaka surgery na mchango mkubwa sana ulitoka kwa raia ambao ni mashabiki zao mjini TikTok. Yule binti watu wakimuonesha kumpenda na wakionyesha kumkea tena. Binti alitakiwa aanze tena kujifunza kuongea neno hadi neno, kwa sababu vitu vingi sana kwenye ubongo wake vinadaiwa vilienda shagara bagara kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo akaanza kujifunza tena kuongea, na mpaka ile siku ya jana, jambo ambalo limewaacha mdomo wazi watu wengi kweli kweli, baada ya kuwaona wawili hao wakirudiana tena. Kitu kikubwa ambacho huyu binti alikuwa anaeleza Bi Zahara, akasema kuwa watu wengi hawamfahamu Dino vizuri na hawaifahamu stori vizuri, kwa sababu stori ziko za pande mbili. Kuna wale ambao walikuwa wameshuhudia tukio na kuna stori ambayo ipo kwa polisi. Anasema kwenye nguo ambayo ilikuwa amevaa bwana Dino ilikuwa na kamera kwa mbele, kwa hiyo hilo tukio linaelezea vizuri sana. Hata ile siku Dino ambao walikuwa wamemkamata ni siku ya tukio hiyo hiyo usiku, anadaiwa kuwa maelezo aliyatoa vizuri sana kule, akiwa mikononi mwa polisi na hata akiwa jela huko kwa hiyo miezi 7 na wiki moja. Lakini watu wamemjia juu kweli kweli, wakidai kwamba huyu ni mwanaume ambaye alikuwa anataka kuondoka na uhai wako, kwa nini unamsogelea tena? Na kama sisi ndio ambao tulikuwa tumekuchangia matibabu yako na ulikuwa unapitia kipindi kigumu, basi inatakiwa uweze kuachana na huyo mwanamume. Lakini binti ameendelea kuweka ukaribu na amemkumbatia mpenzi wake Dino mpaka hivi sasa, kiasi kwamba wanaonekana wakiwa live TikTok wote kwa pamoja. Inawezekana ni tukio gumu sana kuweza kukubaliana nalo katika jamii, lakini ndio limetokea huko nchini Marekani, kati ya kapo ambazo zimekuwa zikifanya vizuri ama zikitrend sana katika mtandao wa TikTok, na hivi sasa mambo ndo kama ambavyo yametokea bana mjini TikTok. Mada kubwa ambayo inaongelewa hivi sasa ni kapo ya Zahara na bwana Dino baada ya kupokea msamaha kutoka kwa bibi huyo, na penzi limerudi kwenye moto tena. Hivi sasa wana vibe tu kama kawaida. Mimi sijui ukaribu utadumu kwa muda gani, ama inawezekana kwa ajili ya kutengeneza tufani na kutengeneza pesa tena, inawezekana kusiwa na mahusiano, lakini bidada ameruhusu, amethibitisha kumsamehe mpenzi wake ambaye alikuwa amempiga risasi.